Ninawasalimu wote katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ninayo furaha kwa kuwaona ninyi wote asubuhi ya leo. Maana jua ya kama uwepo mahali hapa ni neema ya Bwana. Amen. Sio wote waliojaliwa neema hii ya kuwa mahali hapa, lakini wewe na mimi tulipata hii bahati ili tuwe mpresence ya Mungu na kuomba Mungu wetu. Kwa hiyo tunalitukuza jina la Bwana wetu. Amen, amen. Ndiyo, tutaingia katika kipande cha mafundisho mfupi ambayo ataenda tupeleka katika hatua ya maombi, maana sababu yetu kuwa mahali hapa ni juu ya kuomba. Najua katika hii masiku yote ambayo tunapita nyuma tulikuwa na mafundisho mazuri sana ambaye ilituelekeza kujua na kuelewa sababu Mungu wetu ametuita. Amen, amen. Maana kutokutambua wito wako kuulinda na kufanyia kazi ni kitu kigumu sana. Maana yake kuna wengi ambao wanaitwa lakini baadaye wakaacha wito wao wakaanza kupigania vitu vingine. Mwalimu alitusaidia katika njia nyingi ambayo tusaidia tupate kuelewa wito wetu ni nini na vipi vitu tunapaswa kufanya juu ya kutembea katika wito wetu. Jina la Bwana wetu lipewe sifa. Ndiyo, kwa sababu tutaenda kutembelea katika kitabu cha Wakorinto wa pili, sura 6 na udogo wake wa kwanza. Hiyo tu verse moja tutaenda kusoma katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mmoja yuko tayari ataweza kutusomea sura 6 udogo wa kwanza. Sijui kama kuna mwingine kuna version nyingine na yeye ataweza kusoma kwa kwanza tu ule. Nasema kwamba nasi tukitenda kazi pamoja naye, twawasili msipokee neema ya Mungu bure. Amen. Amen, amen. Jina la Bwana tulibarikiwe. Ndiyo, kwa siku ya leo tutaenda kujifunza juu ya kulinda neema tuliyopokea kwa Bwana. Amen, amen. Najua katika kitabu cha Wakorinto wa pili ni Paulo ambaye eko naongea na watu wa Korinto, ambaye eko naendelea kuwasubutisha akisema sisi watumishi wanaomtumikia Mungu wetu, yani ninawasi tusishike katika njia nyingine, tusishike neema tuliyopokea kwa Mungu kwa bure. Amen, amen. Manake Paulo alikuwa napima kudefendre ministeri yake na kueleza watu gisi wanapasha kuishi katika neema kisha kupokea neema ya Bwana. Maana alikuwa anaenda kusubutisha zaidi kama tulipokea neema ilienda kutupatanisha na Mungu wetu. Na hapo ndipo akaanza kuomba waamini wote kama ni vizuri kila mtu aende kutumika katika imani yake kwa nguvu sana, na bila kuacha neema ya Mungu na bila kutumika ama kupratike neema ya Mungu kama vile kitu ambacho hakina na mafaa katika maisha yao. Bwana tusaidie sana. Maana ikiwa kama tunapokea neema ya Bwana lakini hatuipratike neema ya Bwana na kuilinda vizuri, maana yake ni kusema atutembee vizuri sawa sawa na neema tuliyoipokea. Kwa hiyo katika tafsiri nzuri ya neema kufuatana na Biblia, neema ni zawadi ambayo tumepokea kwa Bwana kwa bure, ama mkiingereza wanasema unmerited favor, yani ni baraka kubwa ambayo tulipokea kwa Mungu kwa bure, ambayo ilitupatia wokovu,
ambayo inatubadilisha, ambayo inatongoza katika njia ya utakatifu, na ambayo inatupatia nguvu ya kuishi umungu ndani yetu. Amen, amen. Najua neema ya Bwana ni tulioipokea, ni kitu ambacho tulipokea kwa bure. Maana neema ambayo tunayoongelea kwa wakati huu ni ile neema ambayo tusaidia sisi kutoka katika njia ya utumwa na sisi kuitwa wana wa Mungu kupitia Yesu Kristo. Na ijapokuwa neema ni zawadi, maana mara mingi nilishaona hata kama watoto kama au waandae vizuri wakati uko nawapatia mazawadi, mara mingi watoto wataweza kucheza na zawadi ambayo unawapatia. Sijui kama unanifuata vizuri. Yaani unaweza unadepansia makuta ya mingi sana kuzawadi ambayo unaandaa kwa kuwapa watoto wako, na kisha kuipokea hawatachukua na valeri sana, wataanza kucheza nayo, kuitupa ama kuipasua hata wakati uko naangalia. Bwana tusaidie sana. Na hiyo inamaanisha kama vitu vya bure mara mingi watu wanavichezeaka sana zaidi. Bwana tusaidie sana. Iko sawa kama vile unakuta mtu eko na hangaika, unapatia mtu eko na unga wake, kwake eko na unga, lakini unakuwa tena kumpatia na unga ingine kwenye kumsaidia tena, sema chukua na hii na unga ingine ikusaidie. Mara mingi utakuta anaanza kucheza na ile unga unampatia, lakini anasahau ya kama wewe ulimpatia hiyo unga ulitesekea kwa kuipata. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Nadhani tulishaona mara mingi unapatia mtu zawadi, lakini asichukue na kuwaza kufikiria kama kuna mmoja ambaye alitumika, alipoteza pesa yake juu ya kunipatia zawadi hiyo. Bwana tusaidie sana. Ukakuta mtu anaanza kucheza nayo, mara nyingine anaenda kucheza kama ni mkona, yani atapenda na wengine, anasema labda anakuwa kunipatia dawa na bulozi katika nyumba yangu. Bwana aturumie sana. Yani hiyo neema ijapokuwa ni zawadi ambayo tuliyopokea kwa bure, yani Wakristo wanapasha kukumbuka ya kama hiyo neema tuliyopokea iliyotuokoa sisi kujua Yesu Kristo na kuitwa wana wa Mungu, inabidi itusaidie sisi tupate kukomala katika maisha yetu wa Kristo. Amen, amen. Inapasha tusaidie ili tupate kujiproteger sisi yote kontra vitu ambavyo abistahili katika wito ambao tuliopokea. Amen, amen. Na njoo kwa maana siku tuko naongelea juu ya kulinda neema ambayo uliyopokea. Na njoo kwa maana Paulo eko na wasubutisha kama tusikamate neema kama vile kitu kia hovyo, kitu bure ambacho hakina na mafaa. Maana neema tuliyoipokea ni kitu kia maana sana ambacho tunapasha kutumikia hapo sana katika imani yetu, ili tupate kumpendeza Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Ijapokuwa neema tunaipokea kwa bure, lakini tujue ya kama hiyo neema iko ya mafaa sana. Ile neema uko nayo katika maisha yako, kuna mmoja ana nayo. Bwana tubariki sana. Amen, amen. Hata wewe kuimba tu paka wimbo huu, Mungu anakusaidia na kupatia sauti ya kusimama kwanza kuimba nyimbo, ni neema kubwa ambayo Mungu anakupa. Wewe kuhubiri neno la Bwana ni neema ambayo Mungu alikupatia. Kuitwa zaidi, kuitwa Mkristo ndio neema kubwa sana ambayo tulipokea kwa Bwana wetu. Lakini mara mingi tunachukua neema hiyo, inakuwa sawa vile ni kitu kia kichezesha, kia kuchezesha kila wakati wote. Bwana tusaidie sana. Neema tuliyopokea kwa Mungu ni kitu kinapasha kulindwa na kinapasha kukiangalia vizuri kusudi tusiharibu baraka tulizozipokea kwa Bwana. Amen. Katika njia nyingi nasemake neema ni baraka ambayo Mungu alitupatia. Kuishi kwako ni neema ya Bwana. Afya unayo ni neema ya Bwana. Watoto uliowapata ni neema ya Bwana. Nyumba unayo ni neema ya Bwana.
utumishi uko nao ni neema ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana kila mmoja anapasha kujiuliza, eske kweli kweli mimi niko naishi katika njia ambayo iko naonesha ya kama mimi niko na linda neema ambayo nilipokea kwa Yesu Kristo au hapana? Eske tuko na komala katika hiyo neema ya Mungu wetu tuliyopokea na kuwa watu ambao weko na tekea ya vile vitu ambavyo Kristo alitupatia, ya uzima ambao Kristo alitupatia? Tulikuwa wafungwa, lakini kwa neema ya Yesu Kristo tukafunguliwa. Hatuna tena watumwa, lakini tumekuwa nani? Tumekuwa wana. Bwana tusaidie sana. Hiyo yote ni neema ambayo Kristo alienda kuonesha kwa kanisa. Na neema ya Kristo aisimamie tu paka katika vitu vya kiroho. Neema ya Kristo inafunika kila kitu chote ambacho, yani maisha ya kila mtu unayoishi katika ulimwengu huu ni neema ya Bwana. Amen, amen. Manake ni kusema kama hii kitu, hii zawadi aipewe paka kwa wale ambao waliomwamini Yesu Kristo, na kwa wale wasiomjua wanaishi katika nini? Katika zawadi hiyo. Lakini wengi neema ambayo walipewa wanaikamata kama vile ni kitu bure kabila maana, ambacho hawapende kukilinda vizuri na kuheshimu yule ambaye alifanya nini? Aliwapatia. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana Paulo kunakumbusha kama wapendwa, sisi ni wafanya kazi pamoja na Bwana. Kumbe kama vile wafanya kazi na Bwana Yesu Kristo, tunapasha kulinda neema ambayo tuliyopokea kwa Bwana, itusaidie kukomala katika njia yetu ya Kristo, itusaidie juu ya kuendelesha kazi ya Mungu, ili kazi ya Mungu ipate kuendelea mbele. Amen, amen. Kwa hiyo kitu cha kwanza tunapasha kujua katika kulinda neema tuliyopokea kwa Yesu, kitu cha kwanza ni kujua kama neema, unapasha kutambua ya kama kitu cha kwanza, hiyo neema ni zawadi ambayo Mungu alikupatia. Amen, amen. Kwa nini ulinde neema ambayo uliyopokea kwa Yesu Kristo? Maana neema unayo ni zawadi kutoka kwa Bwana. Maana tunaposoma katika kitabu cha Waefeso 2:8 na 9, ukishuka kule chini, ni kusema ni kwa neema sisi wote tulifanya nini? Tulikombolewa kupitia imani ndani ya Yesu Kristo. Asema sio kitu ambacho tulikipata kwa nguvu yetu, sio kitu ambacho tulifanya nguvu yetu, wala mzazi wala nani alitusaidia tupate kukipata, lakini ni zawadi ambayo tulipokea kwa bure kutoka kwa Yesu Kristo. Amen, amen. Sababu kani ulinda neema yako, jua kama neema unayo, okovu unao, ni zawadi ambayo Kristo alikupatia kwa bure. Ijapokuwa yeye aliteseka juu ya kukupatia zawadi hiyo, lakini wewe ambao ulipokea kwa bure, usikamate kama vile haina kitu cha mafaa, lakini tumika juu ya imani yako, tumika ya kile kitu ambacho ulikipokea, ili upate kutembea na kuishi maisha yako yote katika neema hiyo Mungu alikupatia. Amen, amen. Maana neema au utaipokea kwa nguvu yako wala kwa kutumika kazi yako, ni kitu ambacho Mungu alikuandalia. Kama vile tulienda kuhubiriwa, anasema mimi nilikujua kabla hata wewe hujafanya nini au hujazaliwa. Amen, amen. Ni kusema neema ya Bwana itangulia kila wakati wote maisha yetu. Mungu alituokoa, akatupa vitu vyote, akatupa watoto, akatupa kila kitu yote, baraka tunayo, pesa tunayo, gari zote tuko natembeza, hizi ni neema ya Bwana. Amen, amen. Na ndio kwa maana hata wakati unajikuta huko katika tatizo, vitu vinakufikia, jua kama nilipokea kwa Bwana kwa bure, yawezekana tena Mungu tena naamua sema nini kifanye nini kitoke. Umshukuru Mungu. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana uzima tunao, yani tunapasha kuutumia katika njia inayostahili ya kutukuza yule ambaye alitupatia hii zawadi kwa bure. Bwana tusaidie sana. Maana watu wengi wanaona neema ni paka vile vitu wanavyokuwa navyo, nyumba nzuri, vitu vingine, lakini wanasahau uzima kwanza tu. Pumzi ya uzima unayo ni neema kubwa tuliyopokea kwa Mungu wetu. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana tunapolinda neema ambayo Mungu alitupatia,
na Mungu naye pia anafurahi, anaanza kutongezea. Bwana tubariki sana. Haleluya. Neema ili tuletea wokovu, na wokovu tulipata kwa nini? Kwa bure, bila kulipa kitu chochote. So kwa hiyo neema ya Bwana, jinsi ni zawadi tuliyopokea kwa Bwana, tunapasha kulinda na unyenyekevu wote. Tunapasha kuwa wanyenyekevu mbele ya Bwana, bila kuwa na majivuno, bila kuwa na kitu chochote, lakini tunaipokea ni zawadi kwa bure, na kwa furaha tunaenda kuilinda vizuri. Maana kulinda, tunakokulinda ni shukurani ambayo tuko namrudishia yule ambaye alitupa. Bwana tusaidie sana. Yani wakati tunapolinda maisha yako katika njia ya Ukristo, ni kusema unalinda zawadi ya neema. Wakati unapodumu katika kufanya kazi ya Bwana, ni kusema unalinda zawadi Mungu alikupa. Yani kila kitu kyote ambacho uko nafanya katika maisha yako, ujue kama ni neema niliyopokea kwa Bwana kwa bure, bila kufanya nguvu yoyote, na pasha kuilinda. Bwana tusaidie sana. Sio vizuri katika maisha yetu kuacha majivuno kutangulia mbele. Maana kuna watu ambao Mungu anawaokoa katika kifo. Mimi nasema kila wakati wote mahali hapa, nasema kama sisi wote tulibakia kumakambi tulikuwa, wengine tungekuwa tumeshawasahau zamani. Bwana tusaidie sana. Wamoja wengekuwa tulishawazikaka, labda ile wakati Mungu alikutoshaka katika ile wakati, kulibakia tu miezi kidogo na wewe upate kupotea. Lakini kwa neema ya Mungu, Mungu akapanga njia nyingine, asema sipende wewe ufe, lakini napenda nikupe tena uzima, ili uendelee kunitumikia na kunifanyia kazi. Bwana tusaidie sana. Lakini wakati mtu anapokea hiyo baraka ya bure, anakuja hapa Marekani, majivuno inatangulia mbele kuliko kumshukuru yule ambaye alikupatia hiyo zawadi unayo mpaka siku ya leo. Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana inabidi kulinda neema tuliyopokea, maana ni zawadi tuliyopokea kwa bure. Hiyo wokovu tuliyopatia una komble vitu vyote ambayo tuko naishi katika maisha leo, katika ulimwengu, katika nyumba yetu. Bwana tubariki sana. Amen, amen. Maana kuna watu wengine ambao katika maisha yetu mara mingi tunachukua neema ya Bwana inakuwa kama vile ni kitu cha kuchezea. Mungu anakubariki, na kisha Mungu kubariki kuliko kuwa na moyo wa shukurani, lakini mtu anatangulisha nini? Anatangulisha majivuno. Na Biblia kituambia kama tunapojiinua Mungu katushusha, lakini tunaponyenyekea Mungu katuinua. Bwana tubariki sana. Ujue kama hata kama mpaka macho tu uko nayo, uko nasoma nayo Biblia, kuna watu hawana nayo ile nguvu. Ungana tembea kuna mastep kidogo, kuna tembea, ni neema ya Bwana. Hiyo nyumba Mungu anakupatia na jamaa lako lote ambao Mungu anakupatia ni neema ya Bwana. Bwana tusaidie sana. Lakini ukisahau ya kama ni neema, ni zawadi kubwa ambayo Kristo alilipia bei, ninabidi kuichunga na kuilinda, lakini ukaanza kuichezea, na ndipo ambo Mungu anakuwaka na ruhusu ibilisi anaanza kuingia juu, anza kutujaribu, na zaidi mara mingi Mungu kumutuma ibilisi kwetu juu kuturudisha. Bwana tusaidie sana. Amen, amen. Wakati unaposahau neema ya Mungu, Mungu anakuwaka anatafuta njia ya kuturudisha. Na ndio kwa maana Mungu yuko anatuomba sema tuendelee kulinda neema ambayo Mungu alitupa. Bwana tubariki sana. Kama kwa mfano Mungu anakubariki na vitu vyote uko navyo katika maisha yako, uvilinde vizuri, maana neema ya Mungu. Amen, amen. Ukicheza nayo utavipoteza, na ukivipoteza hautavipata tena.
Bwana tusaidie sana. Na ndio kwa maana Mungu, kama vile tulipewa hatua ya kwanza katika mambo ya kutambua wito, asema Mungu awe wa kwanza katika maisha yetu. Amen, amen. Tukimtangulisha Mungu katika maisha yetu, na hapo tutakuwa na uwezo wa kulinda neema tuliyopokea kwa Bwana wetu. Na kitu cha pili, neema ilitupewa juu ya kutubadilisha. Amen. Tulipokea neema juu ya kutubadilisha, sio juu ya kutuacha katika hiyo njia ya kale, lakini juu ya kutubadilisha. Amen, amen. Tubadilike, tuite wana wa Mungu, tubadilike, tuonekane tumependeza machoni pa Bwana. Bwana tubariki sana. Utaweza kwanza kusoma Tito 2:11-12. Kama kuna mmoja anaweza kupata haraka haraka, utaweza kutusomea Tito 2:11-12. Kitabu cha Tito nasema ngapi? 2:11-12. 2:11-12. Maandiko yanasema kwamba nayo yatufundisha kukataa ubaya na tamaa za kidunia, tupate kuishi kwa kiasi na haki na utauwa katika ulimwengu huu wa sasa. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Sema maana neema ya Mungu ambayo tuliyoipokea sisi wanadamu wote imetufundisha na kutufunulia ya kama tunabidi kukataa ubaya wote. Neema ya Mungu tuliyoipokea kwa Yesu Kristo ni ya kutubadilisha. Inaletwa kwetu kuwa zawadi juu ya kutubadilisha, sio juu ya kutuacha katika hiyo njia moja moja, lakini juu ya kutubadilisha. Amen, amen. Ni kusema neema ya Bwana iko nafanya vitu vikubwa zaidi, hata kama vile kusamea mtu mwingine. Maana inatufundisha ya kama tunapasha kuachana na kila aina yote ya vitu visiokuwa vya Mungu. Yani kila nia yote, kila kazi yote ambayo isiyomtukuza Yesu Kristo inapasha kuwa mbali nasi. Maana tumeshapokea neema ya Bwana. Amen. Maana neema ya Bwana imeshatubadilisha. Maana ukisikia Warumi 12, yani Paulo anasema vizuri ya kama tubadilishwe nia zetu. Amen, amen. Ziwe mpya. Yani ni kusema neema tuliyopokea kwa Mungu inatubadilisha, inatufanya kuwa watu watofauti na watu wengine. Sio kitu ambacho tunaweza kukamata kwa mizaa, lakini ni kitu tunapaswa kukilinda vizuri na kujua ya kama neema hii niliyoipokea haitaniacha kuwa kama vile nilivyo kuwa zamani, lakini neema ya Bwana inatubadilisha. Bwana tusaidie sana, ili tupate kuishi katika maisha ya self control. Self control means mtu awe na moyo wa kiasi. Wakati vitu vinafika, hata matatizo na kufikia, moyo wa kiasi unatangulia mbele, maana unajua ya kama nilipokea neema ambayo ilioniokoa ili nibadilisha. Mimi si mtu wa kale, lakini mimi ni mtu mpya. Amen, amen. Neema ya Bwana inabadilisha maisha yetu. Ni zawadi kubwa ambayo tunapasha kulinda vizuri sana. Na neema ya Bwana imetufanya ili tupate nini? Uwaki wa Mungu kila wakati wote. Kama inatubadilisha, inatufanya sisi tupate kudumu katika uwaki wa Mungu. Bwana tubariki sana. Ni kusema maisha yenye kubadilishwa na neema ya Bwana inakuwa iko naenda naongezeka kila wakati wote, iko na reflecte Yesu Kristo. Mtu ambaye anaishi katika neema ya Bwana anaonekana kazi yake na vitendo vyake vinamfanana na Yesu Kristo. Bwana tusaidie sana.
Amen, amen. Na njoo kwa maana tunapasha kukesha katika neema tuliyopokea. Neema ni kitu kia mafaa sana ambacho tulikipokea sisi wanadamu. Sio kwa nguvu tuliyolifanya, lakini kwa bure tukapokea hiyo kutoka kwa Mungu wetu. Na kitu kia masema, acha neema hiyo ikubadilishe. Acha neema ya Bwana ikuongoze katika mapenzi yake. Acha neema ya Bwana iwe sababu ya wewe kumtukuza Mungu kila wakati wote. Wakati unapoamka asubuhi, unajiangalia kwenye kio, unashukuru, unasema Baba nakushukuru kwa neema yako. Na hiyo neema wakati unapojiona uko mzima, itakufungula macho ya kuona hata watu wengine. Itakupatia moyo wa kumtukuza Yesu Kristo kuliko kujitukuza wewe mwenyewe. Itakupatia unyenyekevu, kama kuna mmoja ambaye alinisaidia mimi kuwa jinsi nilivyo kwa siku leo. Bwana tusaidie sana. Maana sisi kuitwa wana wa Mungu sio tu juu ya kuja kuimba tu nyimbo bure, lakini tunaimba nyimbo maana tumejua ya kama kuna yule ambaye tupotea neema, alitupatia hiyo neema na vipaji vyote, ndiyo ambaye pekee anastahili kuinuliwa. Bwana tusaidie sana. Bwana tusaidie sana. Neema ya Mungu inatubadilisha. Neema ya Mungu haikuwa inatuacha vile vile, lakini inabadilisha maisha yetu. Kisha kuokoka, tunapoongea mambo ya neema, tunaongea mambo ya wokovu. Amen, amen. Maana tuko nasema katika kifupi tusudi ikawa mrefu sana. Tunapopokea neema ya Bwana ama wokovu tuliopokea kwa Mungu wetu, wokovu tuliolipokea unatubadilisha. Amen, amen. Unatufanya kuwa watu wapya kila siku yote, kila dakika yote. Neema ya Bwana inatubadilisha. Bwana tusaidie sana. Na wakati neema ya Mungu inatubadilisha, ndiyo inamruhusu Roho Mtakatifu sasa kukaa katikati yetu. Ndio inamruhusu Roho Mtakatifu sasa kwanza kutumika ndani yetu. Ndio inamfungulia mlango Mungu kwanza kutubariki zaidi na zaidi kila wakati wote. Amen, amen. Maana lakini ikiwa kama unapokea zawadi kutoka kwa mtu anakupatia hayo, lakini anakuona huko unacheza na zawadi ambayo alikupatia, si wazi kama ule mtu atarudia kukupatia kitu mara tena. Atasema kama sitampatia kitu mara tena, maana nilimpatia zawadi yangu, ile nguo yangu ambayo nilimpatia ilikuwa na chunga ya bei, lakini namkuta nayo eko nacheza nayo mnini mvitu vya uchafu. Mtu ataanza kujiona kwanza kule, sababu gani nilimpatia hiyo nguo? Kuna watu wengine ambao wanahitaji hiyo nguo, lakini nilienda kuipatia kwa mtu ambaye ana nayo kazi. Watu saidie sana. Kila kitu Mungu anakupatia anajua sema unakihitaji. Lakini kile ambacho Mungu anatuomba ni kufanya nini? Tunyenyekee mbele ya Bwana wetu. Tutambue neema yake, tupate kumshukuru na kufanya kazi yake. Amen, amen. Watu wasiotambua neema ya Bwana mara mingi wabaki nyuma. Mara mingi mambo ikiwafikia wanazimika. Hata kazi ya Bwana wataifanya tena kwa bidii. Bwana turumie sana. Neema ya Bwana inapasha kutupatia bidii, inapasha tupatie nguvu ya kuendelea, maana imesha tubadilisha, imetuwezesha, imetupatia nguvu, imetufanya sisi ili tupate kutimiza mapenzi ya Mungu wetu. Kama uko na zawadi ya uimbaji, ingia katika kazi ya Bwana, umwimbie Mungu wako. Kama uko na zawadi ya kuomba, omba na uombee uaminifu wote. Kama uko na zawadi ya kuhubiri, tumikisha zawadi Mungu alikupatia juu ya kuhubiri watu wengine wapate kuokoka. Amen, amen. Amen, amen. Maana tujue kama katika dunia tuko naishi, kila mtu eko na njia ya neema ya Mungu alishaipanga. Kila mtu anapaswa kupita katika hiyo njia Mungu alishatayarisha ya kufanya nini, ya kupitia amo. Asema hii ndio njia ya baraka yangu, baraka yako ambayo nakupatia. Na ule na yeye namtia njia yake ya baraka yake ni hii. Bwana tusaidie sana.
Lakini wasiotosheka na neema ya Yesu Kristo wataanza kuhangaika kwenda huku na huku, baadaye anajikuta anakosa mambo yote. Bwana tusaidie sana. Maana najua katika fumbo moja ya Kisili iko nasema hawezi kufukuza wanyama mbili kwa pamoja. Yani ukitafuta sema napenda ule ni no hata nifuate ule. No hata tu nirudie paka ule. Baadaye unajikuta unarudia nyumbani una na nyama ya kwenda kula. Bwana tusaidie sana. Inabidi kuwa na focus na kumshukuru Mungu kwa kile ambacho Mungu alishakupatia zamani. Amen, amen. Kuwa na moyo wa shukrani, wa kumshukuru Baba, na kushukuru kwa neema ulishanipatia. Ninakushukuru kwa kidogo ninayo, maana unajua sema hii inanitosha. Maana Paulo aliomba kama mimi napenda hivi niko mtumishi wako, napenda niwe na afya nzuri, lakini Mungu akasema neema yangu inakutosha. Watu saidie sana. Ni kusema hata wakati matatizo yanapotufikia, sisi kwetu ni kumshukuru Mungu, kureconnect, kujua kama Mungu ndiyo ambaye alitupa. Gesi tulivyo tena Mungu yuko na uwezo wa kunibadilisha. Haleluya. Neema ya Mungu inatubadilisha, na neema ya Mungu ni zawadi ya bure. Haleluya. Amen, amen. Ikiwa kama Mungu anakupa pesa, uilinde vizuri, maana ukicheza nayo kesho utaipata. Amen, amen. Kama Mungu anakupatia utumishi, uilinde vizuri, maana kuna watu Mungu anakupatia profesi siku leo na profetize siku leo, kesho unajisikia sema unakuwa nabii, au ya kuwa nabii Mungu alikupatia tu ni profesia siku moja. Bwana tusaidie sana. Ni neema tu Mungu alikupatia siku moja, sio wakati wote. Maana niliona nyumbani kuna wakati zaidi katikati ya vijana akipokea zawadi ya kiroho, Mungu anamfunulia macho, akitabiri siku moja, kesho anaanza kufanya vitu moja ambayo inaonyesha kama vile pastori wake yuko na mulea ana na zawadi kupita yeye. Bwana turumie sana. Kesho anaanza kucreate group nyingine, na ukikuta mune bakiomba ni kwa nguvu, unakuta nyumba saa karibu ya kuanguka. Eske relema tunalinda zawadi vizuri? Tunalinda neema ya Mungu vizuri? Hapana. Maana neema ya Mungu itupeleka katika unyenyekevu. Maana Mungu anafanyaka vitu vikubwa kwa watu ambao wanafanya nini? Wanaonyenyekea. Haleluya. Unyenyekevu ni kitu cha maana sana. Ukicheza na neema ambayo Mungu anakupatia, Mungu atakuiraviri. Maana unajua sema wakati uko nakaa pale, there is a second person ambaye anachunga neema sawa sawa na yako, eko na iombea usiku na mchana. Baba nibariki, Baba nibariki, unipe watoto, unipe niwe mtumishi, nifanye hivi nikutumikie. Lakini wewe uliopewa utumishi unaanza kucheza nao. Wewe ulipewa zawadi ya kuwa na watoto, unaanza kucheza na watoto. Wewe ulipewa zawadi kama ya kitu kana ambacho ulichokipewa, unaanza kucheza nacho. Bwana turumie sana. Maana hiyo neema Mungu akitosha, wewe unayekataa kipatia, kuna mwingine ataichezea wakati ataipokea. Haleluya. Jina Bwana tulibarikiwe. Linda neema Mungu anakupatia, uwe mnyenyekevu mbele ya Bwana. Vya dunia vitapita. Hata kama unafanya, Mungu anakupatia baraka, Mungu anakupatia pesa, baadaye ulikuwa kana vala tu vizuri hata ndani ya kanisa, baadaye unakuwa alamode. Kwa nini unabadilisha alamode? Maana neema Mungu alikupatia unaanza kuichezea katika njia sio stahili. Bwana tusaidie sana. Alamode unaanza kuvala vitu yenye ambao havistahili, na wakikongelesha unakuwa wa hasira kuwa sana, nyuki mwenyewe kwake na hasira. Bwana turumie sana. Na baada ya kusema mwe bazee ba zamani mko napenda paka vile vitu vya zamani, tuendelee navyo. Sababu inakufa wakati akukue na kitu, akukua mtu wa majivuno. Watu wengi walikuwa Wakristo wazuri,
Wakati Mungu anawabariki, majivuno inapanda. Wanaanza kujivunia vitu kuliko kujivunia yule ambaye aliwapa baraka ambao walipokea. Bwana turumie sana. Mimi nakwambia kama ikiwa kama uko mtumishi wa Mungu analinda zawadi Mungu alikupatia, hata katikati ya watu wengi unakuwa mnyenyekevu katika hali ya kumtukuza Yesu Kristo, hata kama wakutambue, Roho Mtakatifu atakutambulisha. Amen, amen. Roho Mtakatifu atakutambulisha. Tuwe wanyenyekevu mbele ya Bwana na kulinda zawadi ya bure tuliyopokea kwa Yesu Kristo. Mungu alitupenda sana katika upendo mkubwa sana, akatupa vitu vyote ambavyo tunavyovitaka, lakini kitu kikubwa anatuomba kama uvilinde. Linda baraka Mungu alikupatia. Linda neema uliyopokea kwa bure. Maana Mungu akupatie bure, lakini anahesabu kila baraka zote ambazo Mungu anatupatia. Amen. Na gisi tunalinda hiyo zawadi vizuri. Bwana tubariki sana. Katika wakati nyingi, katika majamaa, hata katika organization, wakati kama vitu vingali vya mateso, watu wengi tunakuwa kwa wanyenyekevu mbele ya Bwana sana. Sijui kama ndio tumesha constater kila kitu kile. Mara mingi kama watu wako nateseka, weko wanyenyekevu sana. Weko waabudu wa kweli, waabudu halisi wa Mungu. Weko wafanya kazi wa Bwana wa nguvu sana. Maana wanapungukiwa. Lakini kisha Bwana kuwabariki, wataendelea vile vile? Watatembea katika unyenyekevu? Hapana. Wengi wanabadilika. Watu wengi wanakuwa na hasira. Hawapenda hata kuonywa. Bwana turumie sana. Kwa hiyo ni kutokutambua neema ambayo Mungu alikupatia. Ukitambua neema Mungu alikupatia, utajua jinsi ya kulinda. Maana neema ya Bwana tuliyoipata inatubadilisha. Amen, amen. Ametubadilisha Yesu Kristo, ambaye sema Yesu Kristo ni Bwana. Kila wakati uko nakaa, mimi gisi nilivyo, sasa zingine hii maisha niko nayo hii singeipata, lakini neema ya Bwana Mungu alifungula mlango juu yangu. Kumbe acha nimtukuze Yesu Kristo. Yesu Kristo ni Bwana ndani ya maisha yangu. Katika unyenyekevu wote na kufanya kazi yake, bila kuangalia nyuma, bila kuangalia ni nani. Neema ya Bwana tuilinde vizuri wapendwa. Amen, amen. Kwa hiyo nilikuwa napenda tu kufundisha mapema. Sikuwa napenda kwenda na birefu. Neema ya Bwana ni zawadi bure tunayopokea. Na neema ya Bwana tuliyopokea inatubadilisha. Amen, amen. Tulipokea Yesu Kristo, tukimfuata Yesu Kristo, yeye anatubadilisha. Na maisha yetu ya kale inapita. Tazama, maisha yetu yote inakuwa ya nini? Ya sasa. Vitu vya kale vimepita. Tunaanza kumtukuza Yesu Kristo. Uwe na tabasamu mahali unakoona kaa. Furahi. Amen, amen. Unajua na furahi inaoneshaka wingi wa neema ya Mungu kujaa katika maisha yako. Amen. Furaha ya moyo wako inaoneshaka alama ya kuonesha Mungu anakubariki. Unafurahi na baraka ambazo Mungu anakupatia. Bwana tusaidie sana. Acha Mungu wetu atoke katika maisha kila wakati yote. Acha tumpatie sifa kila wakati yote. Tumshukuru kwa zawadi, tumshukuru kwa neema yake, tumuinue na kusema Baba, tunajua hata tuko katika mateso, Mungu utaenda kutuponya. Kumbe acha neno la Bwana lipate kutusaidia sisi sote katika jina la Yesu Kristo.